Na hii shule yenu mnakuwa na ubora gani ambao watu wanaweza sifia tofauti na shule zingine? Cha kwanza ni masomo. Tunamsomesha watoto vizuri. Yeah. Na sisi ni a community based school. Yeah. We look after the community so much. Hii community sisi tuko kuna wakimbizi wengi sana. Yeah. Watu ni tofauti, wako background different. So we have to think like them. Ujambo na karibu sana mpenda mtazamaji kwa kipindi chako Sauti ya Wakimbizi Beyond Border Podcast. iConnect inakwenda kuletea kipindi hiki ambacho kinakuwa kinaletwa na Esther Shibabo, na kipindi hiki kinakuwa kinazungumzia maisha halisi ya mtu anayezungumza, vile vile changamoto na suluhu ambazo tunakuwa tunazipata. Na ndani na studio tuko na ndugu yetu ambaye tutakuwa tunamkaribisha. Ni aje? Asante sana. Karibu sana kwa studio yetu, ni mara ya kwanza tunakualika. Nashukuru. Watazamaji watakuwa na haja ya kufahamu wewe ni nani? Kwa majina naitwa Abdiwahid Mohamed. Mimi ni manager wa Portown School. Hii shule yenu inakuwa inapatikana maeneo gani? Inapatikana huko Zone 6 Kakuma 1. Wakati school inaanza ilianzaje kwanza? Hii shule ilikuwa na a very deep history. Yeah. Ilianza around 1991 to 93 hapo. Yeah. Ilianzishwa na UNHCR. Ilikuwa secondary school peke yake. Yeah. And then ya pili ni iliendelea hivyo mpaka 2011. Sasa after hapo wakimbizi like mostly ilikuwa a community school, walirudishwa wakaenda South Sudan because most of them walikuwa South Sudanese. Yeah. And then sasa ndio hapo sisi tukaingililia. Na kwa leo umekuwa manager wa hiyo school. Asijue ilifikiaje wewe kwanza kama manager? Story ni ndefu sana. So you can give her even a short story. Short story ni I was recommended by someone nifike huko. Yeah. Na si recommendation peke yake. Nilifika pia na inaitwa nini hiyo? Ujuzi. Yeah. Yeah. Ujuzi wako ndio ulituma nikuja hapo. Ulikuwa unatokea mahali fulani pia? Nilikuwa nimetokea huko down country Nairobi. Yeah. Yes. Na kwa sasa gisi ulikuta shule iko, na kwa sasa maendeleo inakuwa gani tokea unakuwa manager? Tangu nifike around 2023 mwisho 24. Yeah. I believe that since then up to now there have been big change. Yeah. Hiyo mabadiliko yanakuja kwa lipi ambapo unaona? Unajua ukiwa manager ama shule hiyo wakati, yeah, at least unafaa kukuwa unajituma vibaya sana. Ushikane na watu wako wenye unafanya nao kazi. Yeah. Kila mtu akijituma, kila mtu akifanya kazi yake poa, mambo inaendelea vizuri. Yeah. Unajua wengine ukiwa manager wa kitu na umri wako bado kama na wewe unaonekana mdogo, wengine wanakuwa na dharau kama unakuta wale wakubwa. Sijui ulipitia changamoto hizo pia? Changamoto hizo ziko. Lakini unajua mtu akiona kazi yako pia, yeah, atatulia tu. Yeah. Yeah. Na hii shule yenu mnakuwa na ubora gani ambao watu wanaweza sifia tofauti na shule zingine? Cha kwanza ni masomo. Tunamsomesha watoto vizuri. Yeah. Na sisi ni a community based school. Yeah. We look after the community so much. Hii community sisi tuko kuna wakimbizi wengi sana. Yeah. Watu ni tofauti, wako background different. So we have to think like them. Kuna mtu mwenye akitoka nyumbani hana wazazi. Yeah. Na kuna mwenye ana wazazi. So wao ni watu tofauti. Yeah. Kila mtu anafaa kuwapatia education. Yeah. So unakuwa mna engage watu tofauti ama wale wazaliwa nchi tu? Watu tofauti. So unajua shule zingine wanaweza kuwa engage tu watu wa Kenya, hawezi ku engage watu toka nyingine nchi. Unajua as a community based school unafaa kuwachanganya. Yeah. Cha kwanza nikisema na tunaajiri tu watu wa nchi. Watu wa nchi hawajui shida yenye watu wakimbizi wanapitia. Yeah. Watu wenye wametoka nje ndio wanajua hali ya watu wanafunzi wenye wako hapo. Yeah. Yeah. Na kwa shule yenu mnaweka wanawake peke yake ama wanaume wote wanachanganya? Wote wanachanganya. Ndio. Ikitokea mtu fulani anataka kukuja kusomea kwa shule yenu, asijue mnaweza kumkaribisha aje ili ajisikie na yuko huru? Cha kwanza kama ni mwanafunzi,
tunachukua interview kwanza, tujue hali yake penye imefika. After that tukijua, tunaanza kumsaidia mambo venye yeye inamsaidia. Like, sijui kama unaelewa. Like, mtu akikuja anaweza kuwa ako chini ama ako juu. Akiwa chini tunamsaidia na hali yake. Sasa kwa shule yenu, unajua wanafunzi wengine wanakuwa nasema mimi sitaki kwenda hapo, walimu wanakuwa wakali, ama sijui mnakuwa mnatuliza hiyo pressure namna gani? Unajua walimu kuwa wakali ni poa kwa wanafunzi. Kama mwanafunzi haoni mwalimu kali hasomi. Hapo nayo ni ukweli. Unajua tuko Afrika. Yeah. Na kwa mnakuwa na library ama mnaenda kwa wengine? Tuko na lab, tuko na computer lab pia. Hatuna library ile extensive sana. Yeah. But walimu wetu ni library wetu. Ndio. Na kwa sasa mnakuwa na hizo option ngapi hapo kwa shule? Shule yetu ni a group of school. Yeah. Tunasomesha primary, junior secondary, hiyo senior kutoka grade 10, pia high school. Even though inaishia, but we have been doing high school since 2015. Don't you have a department in your school, for example, psychology? Bado hatujafika kwa hiyo kiwango. Yeah. Safi. Na kwa sasa mnakuwa na ugumu gani sasa kwa shule yenu? Changamoto cha kwanza ni pahali penye shule iko kuna adhari mingi kidogo. Community, unaelewa kama shule ni community based school. Yeah. Registered under the government. Kuna changamoto mingi sana. Cha kwanza nikisema ni fedha. Unajua shule ikiendelea, it's not sponsored by UNHCR. So itabidi community gharami. Yeah. Mwanafunzi akikuja alipe hela. Kuna wengine tunawasaidiana kama scholarship. Tukijua kama huyu mwanafunzi anatoka kwa background mbaya, tunamsaidia tu. Ndio at least asikose masomo. Yeah. Na kwa sasa mkipata msaada fulani, nini mnaweza ongeza kwa shule yenu ama mnaweza fanya muhimu kwa jamii? Cha kwanza tungesponsor wanafunzi wengi sana. Unajua tungependa kuwa sponsor wanafunzi, lakini shida ni hela haiko. Yeah. Cha kwanza ni hiyo. Na bila hela shule haiwezi enda. Mwalimu anataka pesa, shule inafaa kuraniwa na hakuna like there's nothing that can happen without money. Yeah. Yeah. Na kwa sasa mnakuwa mna engage walimu wangapi? Around 25 teachers. Oh, yeah. Ni wengi sana. Alafu mnakuwa mnawalipaje? Walimu wetu ni wazuri sana kwanza. Hawatusumbui venye walimu. Unajua kuna watu wenye husumbua. Yeah. Wanaelewa hali yenye shule iko. But sisi pia tunawaangalia vizuri. Na kitu gani mnaweza kuwa nahitaji sana kwa muhimu? Kwa muhimu tunahitaji wanafunzi. Tungewasihi kwa wazazi watusaidie na watoto wao, na sisi tutawafundisha vizuri, wakuwe madaktari, walimu ama engineers kenye mtoto atasaidika nayo. Unajua CBC ni system nzuri sana kwa wanafunzi, and we are offering grade 10. The most important part of the CBC is grade 10. Hao ndio marubani wetu kutoka 2029, because hiyo ndio wakati wenye CBC wa kwanza watagraduate. And then if there are any well wishers ama sponsors katika wa community wanataka kusponsor watoto katika hii shule yetu ya Boardtown, vulnerable learners, because the school itself is sponsoring a lot of learners, but there are so many children in the community that are suffering, and we will also love to help them, but the funds are so small. So if there are any of you in the community, please come and help the children in that society. Ya, na ndio kama ulikuwa unajiunga nasi, shukrani sana. Ni kipindi chako Sauti ya Wakimbizi Beyond Borders Podcast I Connect. Tulikuwa nazungumza na manager wa school na ametupatia issues fulani ambao changamoto vile wanakuwa wanapitia, vile mahitaji yao. Kama na wewe unakuwa na support fulani, unaweza saidia school hiyo, kwani inakuwa inafundisha vizuri, watoto wako wanasoma vizuri kabisa. Na kama naona bisha, tembelea school hiyo siku moja, tuma watoto wako, vile msaada wako itakuwa inasaidia sana hapo. Tukutane kwa vipindi vingine. Naitwa Esther Shibabu, kipindi kinaitwa Sauti ya Wakimbizi. Hii inaitwa Beyond Borders Podcast I Connect. Mimi pamoja na timu nzima tuseme tu bye bye na shukrani kuendelea kuwa nasi.